Kwa jina ninaitwa Margaret Domitian Kiai, ambaye ni katibu mkuu wa Umoja wa Maendeleo Kikukwe, ambayo kwa kifupi inaitwa UMKI. Tumehudhuria sherehe ya leo ya mahafali ya 16 kwenye shule ya sekondari Kikukwe leo, ambapo sisi tulialikwa kama mgeni rasmi, ambaye alikuwa mwenyekiti wetu Mheshimiwa Godfrey Mgini ndiye alikuwa amealikwa kama mgeni rasmi. Bahati mbaya hakuwepo, akanichagua mimi ambaye ni katibu mkuu wa maendeleo ya Kikukwe. Shule hii sisi ni wadau kama UMKI ambao tumeanza nayo kipindi karibu miaka 5. Tunaendelea kuwa karibu na walimu, kuwa karibu na wanafunzi na kuwa karibu na halmashauri ya wilaya ya Misenyi kwa ajili ya kufuatilia maendeleo ya shule hii ili kila kitu kiende kilivyopangwa, na tunatafuta madhumuni yetu, tunatafuta ufaulu. Na tangu tumeanza kuungana nao kwenye hii shule tumeshafanya kazi nyingi sana, kama kuvuta maji, kuanza misingi ya hosteli, mpaka sasa hivi tumefikia kwenye kuwezeka. Tumeshatumia gharama karibia milioni 56 tangu tumeanza. Kwa hiyo unaweza ukaona ni hatua gani ambayo tumeshirikiana nao, na sasa hivi kwenye hii sherehe bado tunaendelea kushughulikia changamoto zao ambazo wamezitaja, ambazo wameomba mashine ya photocopy tuende tukawatafutie, na naamini kuja kufikia Aprili tutakuwa tumeshafanikisha hiyo mashine ya photocopy ambayo gharama yake ni milioni 4.5 au milioni 5 kwa ajili ya kuburuza kazi zao za elimu. Na pia wametuomba sim tank, tuwanunulie sim tank ya lita 100. Kwa hiyo tunaenda kujiandaa ili tufanikishe watoto wapate maji hapa, pamoja na kwamba maji tumeshayavuta mpaka hapa, lakini inabidi wawe na maji ya ziada kwenye matumizi yao, muda wowote wawe wanapata maji. Wameomba na vifaa vya michezo, na leo tumewaletea kidogo, lakini tutaenda kuvinunua. Hivi vifaa sio gharama kubwa, tunaweza tukavinunua. UMKI ni wadau wanaipenda, ni wadau ambao wamezaliwa Kikukwe, na tuna umoja wetu ambao ni kwa ajili ya maendeleo. Kwa hiyo bado tunaendelea kusisitiza ili kila mwana Kikukwe ajiunge kwenye UMKI, na pia tunawakaribisha kwenye Kikukwe Day. Ni kwamba kila mwaka kwenye hii shule tunawaleta walimu wa kutoka Butimba wa field kwa ajili ya kufanya mazoezi hapa na kuendelea kuwafundisha hapa walimu wa sayansi. Kwa hiyo kila mwaka, na tunategemea kuanzia Januari walimu wataingia kutoka Butimba, na sio Butimba tu, na UDSM, University of Dar es Salaam, na yenyewe tunaiomba ili tuletee walimu kwa ajili ya kuongeza nguvu na ufaulu, pamoja na kwamba wanakuja kujifunza. Na sio kwamba tunaisaidia hii shule peke yake ya sekondari, hapana. Tunasaidia Kikukwe Primary, Omushenye na machozi macho, akimuanza kujishika kisogo, akifikiri ampeleke kaburi au aishie kumtupa gereza. Wimbo ukipigwa sherehe, wazazi wote hujishika mfuko. Ni walimu wa kila mwezi. Kwa hiyo na mwaka jana tumewasaidia shule ya Kikukwe Primary vifaa vya photocopy. Kwa hiyo pale wana shida na mashine ya photocopy, ingawa sio kubwa, lakini hata na Msheni tumeshawasaidia printer. Kwa hiyo tunaenda hivyo mdogo mdogo, lakini tunahakikisha mtoto asome. Kwa hiyo kama walivyosema, somo la Kiingereza waje waanze kujifunza preform 1 ili wakianza muhula wao wa masomo watoto wao wameshaelainika, wameshajua ni kitu gani wanaenda kuanza. Kwa hiyo wazazi wasigune, wasipate shida yoyote kwamba gharama wamesema ni shilingi 10,000. Kwa hiyo
Preform 1 ya 10,000 kwa Dar es Salaam sijui kama unaweza ukaipata. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni kijijini shilingi 10,000 Preform 1, nilikuwa nawahimiza tunahitaji watoto wapate elimu ambayo ni nzuri, na wazazi wajitahidi sana kuwagharamikia kwenye hiyo Preform 1, watoto waanze wiki ijayo kwa ajili ya kuanza kidato cha kwanza mwakani. Jina naitwa Samson Kayu, mwenyekiti wa bodi wa shule ya sekondari Kipupwe. Nashukuru serikali iliyoko madarakani kwa jinsi inavyoendelea kutusapoti. Inasapoti shule yetu hali na mali. Mpaka sasa tumeshapewa pesa kwa ajili ya kumalizia jengo letu la hosteli ya wasichana. Na kwa nafasi ya pekee nipende kumshukuru mkurugenzi wetu wa wilaya ambaye mara nyingi nilikuwa nawasiliana naye kuhusu tatizo hilo la hosteli na uwezekaji. Na kwa bahati nzuri kwa taarifa ambayo tumeipata kutoka kwa mkuu wa shule, pesa tayari zimeshaingizwa kwenye akaunti ya shule. Kwa hiyo sasa hivi tunategemea kwamba tuanze kutumia hizo pesa kuhakikisha jengo linakamilika. Na tuna imani endapo mambo yatakuwa yanaenda vizuri chini ya uangalizi mzuri, tunategemea kwamba angalau kwenye sherehe za Kipupwe Day kuhakikisha hata na jengo lenyewe la hosteli liwe limekamilika. Kwa hiyo tunamuomba Mungu nguvu wote jalie, na tunapoenda tuombe angalau watoto wetu ambao wanatoka mbali hilo tatizo liishe. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.